Kevin, mambo vipi? Bwana fresh, mambo vipi bwana? Safi, uko vizuri kabisa. Niko vizuri, ni kitambo wangu, kitambo. Unajua tena tuliingia kwenye heka na changamoto za hapa na pale, hasa kwenye masuala ya kisiasa, yakaleta tafrani kidogo, na pia tuombe ndugu zetu ambao wametangulia mbele za haki kulingana na kile ambacho kimetokea, wapumzike kwenye heri ya Mwenyezi Mungu. Nadhani tuachane na hayo sasa, turudi kwenye eneo la michezo. Kevin bwana, mmepangwa kwenye kundi la kifo. Niko sahihi ama siko sahihi? Maana na mimi naungana na wale wanaosema mmepangwa kwenye kundi la kifo. Unajua kusema tumepangwa kwenye kundi la kifo, hayo maneno ya Kiswahili haya kidogo naweza kusoma zuri. Sema labda tumepangwa kwenye timu ambazo ni majiant, mmoja ni giant mkubwa wa Afrika na wengine wote tayari wana rekodi za kuchukua klabu bingwa hii. Kwa hiyo tumepangwa kwenye kundi ambalo zina timu nzuri na timu zenye uzoefu. Kwa hiyo unaweza kusema ni kundi la kifo kwa kama watu wanavyoongea, lakini mimi naamini kwamba Yanga ni mkubwa, Yanga ni timu kubwa na yupo na hizo timu zingine ambazo na yeye ni kubwa. Maana unapomwongelea Al Ahly, unapomwongelea FAR Rabat, unapomwongelea JS Kabylie, zote hizo ni timu kubwa na timu nzuri na timu ambazo kwenye mashindano ya klabu bingwa zinacheza sana. Kwa Yanga tupo kwenye kundi ambazo hizo timu mimi naweza nikaamini ndo daraja letu. Daraja lenu. Mara nyingi imekuwa dhana ya tuna dhana hiyo, hasa timu zetu zinazotokea huku kanda ya Afrika Mashariki mpaka Afrika ya Kati, kwamba timu zinazotokea ukanda wa kaskazini, hasa kwa Waarabu, zinakuwa ni ngumu sana na zimeshajitengenezea ufalme wao ama zimeshajiwekea lea ambayo sisi hatujaifikia. Hii ni sahihi ama sio sahihi? Na Yanga alipo Yanga ni underdog, ndio maana anaambiwa kwenye kundi la kifo. Unajua ukisema hivyo ujue itakuwa kidogo sitofahamu. Timu za Afrika Kaskazini zimetuzidi sana kwenye swala la uchumi. Yaani hilo lazima tukubali. Yaani timu za kule zimetuzidi sana kwa swala la uchumi. Uwekezaji wao ni mkubwa. Timu inaweza kusaidia mchezaji kwa bilioni 2, bilioni 3, bilioni 4, bilioni 5, hiyo hela kwao ya kawaida. Lakini ukija kwetu unaweza kuta na Yanga, hiyo hela unaweza shangaa ndio bajeti yako ya mwaka unataka utumie kwa bilioni 3, wakati mtu anamsajili mchezaji kwa bilioni 2. Kwa hiyo kwa wale wetu tukienda kwenye swala la mpira, wale wametuzidi sana kwa sababu kwanza wana academy nyingi sana za mpira yani wale basic football yao imeanzia chini, tofauti na sisi huko kuna wachezaji wengine wanaweza kumchukua ukubwani tu. Umeona bwana atacheza misimu 2-3 utamwona mzuri, baada hapo unamwona potea. Lakini kwa wenzetu wale wana academy nzuri, wameanza muda mrefu, alafu wana uchumi mzuri, wana viwanja vizuri. Kwa wale washafika kwenye stage fulani ambao wapo, yani sisi tunataka kwenda huko. Kusani kama Simba na Yanga almost tunaenda kwenye budget ya bilioni 24, bilioni 25 ambapo ndo tunategemea sisi. Lakini mtu kama timu kama Al Ahly na mchezaji kwa bilioni 5 tu, mchezaji na msajili bilioni 5, bilioni 7, washamsajili yule striker mmoja anaitwa Modeste yule kutoka Borussia Dortmund, maana zaidi ya bilioni 6, bilioni 7 walitumia. Kwa hiyo kwenye swala la uchumi wa jamaa wametuzidi, lazima tukubali. Ila kwenye mpira sasa ndio huwa kuna matokeo ambayo yanakuwa yanatokeaga. Unaweza kuwa na timu bora, unaweza kuwa na wachezaji wazuri, lakini mwisho wa siku ndani ya pichi dakika 90 kikatokea tofauti na kile ambacho watu wametarajia. Yaani mambo ya mbinu na wenyewe kwamba na Yesu unakuwa na wachezaji wenye daraja la kati, kwa sababu hata sisi wenyewe tuna wachezaji wenye daraja la kati ambao hata wao wenyewe mchezaji anaweza akatoka Yanga na kule akaenda akacheza, inamaanisha tuna wachezaji wazuri. Maana ukiongelea timu za kule unaweza unamwongelea mtu kama Fiston Kalala Mayele ambapo Pyramid wanamtegemea na katoka hapa kwa wananchi hapa Dar es Salaam Yanga Afrika. Tena hapa toka na mbeza wanamfanisha mpaka na kina George Mpole, lakini leo Afrika wanamtambua Fiston Kalala Mayele. Ukimwongelea Fiston Kalala Mayele Pyramid unaiongelea Yanga Afrika, wao ndio mtambulisha kwenye ulimwengu wa kimpira. Kwa hiyo kwa wenzetu wale wamepiga hatua. Watu wa Afrika Kaskazini wamepiga hatua swala mpira, uchumi wako juu. Huwezi kulinganisha na sisi huko kwetu huko. Kuna namna nyingine wanasema kwamba wameingia sana kwenye michuano ya kimataifa, wana mbinu za nje uwanja kuliko timu zetu. Hiyo ni sahihi? Na kama ni sahihi, Young Africans nini afanye katika kuelekea kwenye michezo hiyo mikubwa? Ukisema wana mbinu nje ya uwanja, mimi iko kitu huwa sikiamini sana. Mimi naamini quality ya wachezaji. Kwa mfano kama Yanga, sisi kama interview ya mwisho ulionioji nilikwambia Yanga nina timu na kikosi bora. Nilikwambia hicho kitu. Tena wana hapa yeye nimekosea, nimeongea tu mwanzo, lakini nitakiwa kwanza nianze kumshukuru kwanza viongozi wangu, kwanza engineer Hersi, Arafati,
kwa kile kilio ambacho mimi nilikuwa nakipigia kelele kwa kocha uwezo mdogo. Nashukuru wamekisikia, tumepata kocha mzuri, kocha mnamuona na uwezo. Timu imeangalia tu mechi na ile mechi na Mtibwa tu, kuna kitu nakiona kabisa kwamba hapa sasa hivi kocha ni naye. Kwa hiyo kwa hizi timu, kwa Yanga wachezaji ambao tunao, sikufichi mtangazaji, wewe mwenyewe utakuja kushangaa na yani hautoamini kwa mpira ambao Yanga anaocheza sasa hivi. Sasa hivi najiamini na kocha mzuri na timu nzuri na wachezaji wazuri. Kwa mimi najiamini kwanza, nina wachezaji wazuri, nina wachezaji wenye daraja ambao ukimtoa labda Al Ahly ambao ana quality player wakubwa wengi sana. Lakini hawa kina Farabat, kina Jekabili hawa tunaruka nao vizuri tu. Tunaruka nao vizuri kabisa, ni vizuri bila hata pressure yoyote yani. Bila pressure yoyote tu yani. Al Ahly tutamuogopa kwa sababu yani Al Ahly kama Real Madrid kwa Ulaya. Bingwa Afrika mara nyingi Al Ahly hawezi kumbeza. Yani mtu atatokea ni mtu wa ajabu umbezi Al Ahly, hapana, hawezi kumbeza Al Ahly. Yule ni giant wa Afrika. Mtu amechukua bingwa Afrika zaidi ya mara 10. Huyo yani ni giant, yani inamaanisha hatua makundi, robo, nusu, finali. Kwake hiko ni kitu cha kawaida yani. Yani hizo sehemu ni kawaida kwenye maisha yake hayo. Sasa huwezi kumbeza mtu kama yule. Lakini hawa kina Farabat hawa, Jekabili hao tunaruka nao vizuri tu kabisa. Ni daraja letu lile pale. Sisi mabingwa kwetu na Farabat mabingwa huko kwa Morocco, hawa tunaruka nao. Yeah. Ukitazama klabu ya Young Africans inatoa taarifa rasmi kwamba michezo yake yote ya group stage itaenda kufanyikia kule Zanzibar kwenye dimba la Amani. Kwenu kwanza mmepokeaje taarifa hizo? Yani mtangazaji, mimi nilichotaka kuambia kitu kimoja yani. Yani Mungu amrehemu Yusuf Manji. Yanga kwenye utawala Yusuf Manji, kama marehemu Yusuf Manji angepata viongozi kama kina Engineer Hersi, yani tungeanzia pale. Yanga sasa hivi tungeongea hata ubingwa wa Afrika hata mara moja tushachukua. Mimi ninachoshukuru Yanga tuna viongozi wenye akili. Bro, ni kwamba Engineer Hersi yule ana akili. Yani yule ni zaidi ya kiongozi. Arafat ni zaidi ya kiongozi. Kwa taifa kuna mambo mengi yanafanyika. Sengine unaweza nikaongea hapa na inaweza silete picha nzuri na tukauchafua mpira wetu. Lakini mambo yanayofanyika hapa ni mabaya sana kwa Yanga. Yani huwezi kuamini, ni mabaya sana. Hii mpaka unaona na Yanga tunakuwa na mvutano sengine na TFF, ni kwa sababu hiyo kuna ushirikiano TFF wanakuwa utoi. Yani ushirikiano unaotoa kwa timu yao wenyewe. Ndio maana unaona timu yao ikicheza hapa taifa hapa, hata kama mechi bado moja timu. Zote za kwao. Wale wana timu bwana. Wale wana timu yao bwana. Sasa mtu kama wale Skalia hujui yeye ni mshabiki wa timu gani bwana? Wale Skalia ni Simba. Wewe kwenye mpira Tanzania utaongoza chama cha mpira bila kutokea Simba na Yanga. Hakuna. Sio dhambi. Sio dhambi, lakini sasa ndio mtu ameshaingia pale na wenye timu wenyewe wanaamua kumtumia, wanapata fursa kwao. Ndio maana usione, usishangae mechi kama za Simba hapa taifa. Mechi unaweza shangaa inakuwa moja almost inaweza kwenda dakika 95 96 inaenda dakika 10 za 12 za nyongeza huko. Watu wanapiga chuma cha pili ndio wanaona mpira unaisha. Yaani kuna mazingira ambayo Simba wananufaika sana. Kwa hiyo ni nje. Kuna vitu vingine siwezi kukuambia hapa yani. Ila yani off mic naweza nikakwambia. Naweza nikwambia kwa viongozi wa Yanga wako sahihi. Viongozi wa Yanga wako sahihi na mimi mwenyewe hicho kitu nilikuwa nakitaka vile vile kiwepo. Acha mechi tuzipeleke Zanzibar kwa sababu kule Zanzibar yani kule Zanzibar ni kama Yanga kama tuko hapa tu. Sio kama mnakimbia aibu kama wenzenu wanavyosema. Hapana, kukimbia aibu hapana. Uweze kusema tunakimbia aibu. Ila kuna mambo ambayo yanafanyika kwa hapa sio mazuri. Wale jamaa wale ni Waswahili sana. Yani Simba unajua siko Tanzania hapa, ili neno la watani wa jadi hili limekuja tu kwetu sisi kwa mashabiki ndio tunalichukulia. Lakini Simba wao ndani kabisa wale. Sisi hawatuchukulia watani wa jadi, sio wanatuchukulia ni wapinzani wao juu. Kwa kwenye jamii nje unaweza kuona kama watani wa jadi, lakini kiuhalisia kabisa wale viongozi wale wanatuchukulia sisi ni wapinzani wao. Wao sio wanatoka Engineer Hersi amechaguliwa kwa rais wa vilabu Afrika. Wao unaona kuna kiongozi wote wa Simba amempongeza. Rais wa vilabu Afrika inamaanisha hata Simba mwenyewe naye yumo pale. Je, ushaona Simba wamempongeza? Hata kwenye peji yao tu. Bwana kiongozi ongera. Haya acha hiyo, amechaguliwa tena katika wajumbe wa FIFA. Amechaguliwa Engineer Hersi. Ushaona wa Simba wamempongeza? Yaani wamempongeza Kalia, wamempongeza yule dada naye alichaguliwa Engineer, ushaona wamempongeza? Kwa nini? Kwa sababu wale ni watu ambao wana husda. Ni Waswahili. Yaani nje wanajificha kwa watani wa jadi, lakini mambo wanayofanya ndani wanafanya mambo ni ya wapinzani kama Al Ahly na Zamalek. Mmekimbia ili mechi zenu zisichezwe. Tujakimbia kwa sababu nchi yote si Tanzania hii. Kwa hiyo tukienda Zanzibar ni kama tuko kwa faida yake ni ipi? Mimi nawapongeza. Kwanza nashukuru na wewe najivunia kupata viongozi kama wale pale. Itapita zaidi ya miaka 30 zisi Yanga.
kupata viongozi wenye akili kama wale pale. Shukrani sana Kevin. Shukrani sana.